Hamjambo. Hivi leo ningependa tujifunze somo la Biblia kuhusu jambo hili ambalo lasemwa na watu wengi, ikiwa Mwafrika kweli alilaaniwa. Je, ni kweli Mwafrika alilaaniwa? Je, shida hizi ambazo Mwafrika anapitia, je, ni laana za kutoka kwa Nuhu? Tukiangalia katika Biblia, somo la Biblia, tutajua kama ni ukweli au ni madai tu ya watu kutokupata elimu ya kutosha ya Biblia. Kwa hivyo, tungependa kujifunza jambo hili na tujue ukweli, kisha tujitambue sisi ni kina nani. Maanake kukosa kujitambua ndio inaleta shida, sio laana. Utakuja kugundua ya kwamba ukweli wa mambo ni kwamba Mwafrika hakulaaniwa, ni tu watu wameweka lile dhana ya ukoloni katika akili za watu. Maanake wakati mkoloni alikuja, alikuchorea Mungu akiwa mzungu. Mwafrika kachorwa ni pepo ama shetani akachorwa ni Mwafrika ambaye ni mweusi, mtu mweusi ambaye ako na pembe na mkia. Kwa hivyo ukiangalia uone yule ni Mungu na unaoneshwa huyu ni shetani. Unajua unakuwa ukikosa kitu inaitwa self esteem, unajidharau. Kwa hivyo yule unajidhalilisha mwenyewe. Wakati ambapo tutatambua ya kwamba katika laboratory ya Mungu, Mwafrika ametoka pale direct. Genes zake zimetoka pale kama already ziko designed na Mungu. Jambo ambalo twapaswa kulitambua ni jambo ambalo maandiko yanatufunza. Kwa hivyo, kwa Kiingereza inasema kwamba it behooves us to search for the scripture, to search for truth. Na ikiwa ni swali la kibibilia, lazima jibu liwe la kibibilia. Kwa hivyo, tukisoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo 9, tukisoma katika maandiko Mwanzo 9 na mstari wa 25, tuanzie mstari wa 24, inasema Nuhu 23, mstari wa 24 inasema Nuhu akaelevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Tupande pale juu penye story ilianzia 20, inasema Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shemu na Yafethi wakatua vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Akasema, na alaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Tuanzie hapo. Yule ambaye ameuona uchi wa baba yake ni Hamu. Yule ambaye amelaaniwa ni Kanani. Now, who is Canaan? Kanani ni nani? Turudie vizuri mstari wa 20. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Hamu baba wa Kanani ameona uchi wa baba yake. Baada ya baba kugundua, verse 25, akasema, na alaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. So Hamu ameona uchi wake, Nuhu akalaani mtoto wa Hamu ambaye anaitwa Kanani. Hapo tumepatana sawa sawa. Mtoto ambaye anaitwa nani? Kanani. Tukienda katika Mwanzo 10, Mwanzo mlango wa 10. Tuangalie huyu Hamu alizaa kina nani.
Mwanzo ukianza mstari wa kwanza inasema hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu. Vizazi vya wana wa Nuhu, yaani wale ambao wana wa Nuhu walizaa: Shemu na Hamu na Yafethi. Na kwa hao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika. Kwa hivyo ni Shemu, Hamu na Yafethi. Hamu ameona uchi wa baba yake. Akalaaniwa nani? Kanani. Verse 6, mstari wa 6. Na wana wa Hamu ni Kushi na Misri na Putu na Kanani. So Ham amezaa watoto 4 wa kiume. Ham ndiye ameona uchi wa baba yake. Amezaa Kushi, Misri na Putu na Kanani. So out of wana 4, Noah alilaani yule mdogo, the last born. Ndio Noah alifanya nini? Alilaani. Kwa hivyo mhubiri wako anakueleza ya kwamba huyo last born ndio Mwafrika. Again, it does not beat the logic. Ni kuchanganyikiwa tu. Kwa hivyo ukweli uko wapi? Tuangalie Kanani naye amezaa kina nani. Tukiangalia the geographical area ya Kanani huyu itatueleza if at all huyu ni Mwafrika ama si Mwafrika. The geographical area ya Canaan. Kwa hivyo ukiangalia pale chini, ukiangalia hapa chini katika Biblia, tuangalie hapa chini katika Biblia nasema hii ni tuko bado katika Mwanzo mlango wa 10 mstari wa 15. Nasema Kanani akamzaa Sidoni mwanawe wa kwanza, na Hethi na Myebusi na Muamori na Mgigashi na Mhivi na Mwaki na Msini, the Amorite, the Gigashite, the Sidon. Unaona? Hao wote katika Kiingereza. Now hapo si Africa. There is no part of Africa ambayo inaitwa Sidon where the Jebusites wanaishi. The part of Canaan, unajua mahali panaitwa Canaan, the land of Canaan, mahali ambapo Waisraeli walikuwa wanaenda kukonka. Ukisoma the book of Deuteronomy chapter 7, Kumbukumbu la Torati mlango wa 7, kuanzia mstari wa kwanza, inasema Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapong'oa mataifa mengi watoke mbele yako: Muhiti, Mgigashi na Muamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupitia wewe. Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga. Wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Kwa hivyo Mwisraeli anatoka Misri anaenda land of Canaan. Na huko, na Misri ni Africa. They are going to Canaan. So huyu mhubiri wako ambaye anakudanganya kwamba ulilaaniwa, the land of Canaan, the Canaanites wako huko. The land where today we call Israel. Ilikuwa inaitwa Jericho. Umeona? Penye the Amorite, the Gigashite, the Jebusite, the Pezerite au wenye wanaishi. Na ukifuatilia vizuri utapata huyo Canaan ndiye amezaa Sodom. Huyo Canaan ndiye amezaa Zeboim. Umeona? Hao ni Masodomites. Hakuna vile Mwafrika anahusika na hiyo Canaan. Kwa hivyo usidanganywe na mhubiri wako. Soma Biblia vizuri. Hata hivyo imesababisha watu kukuambia kwamba unaona vile Afrika iko na shida, ni laana zenye sijui nani alifanya. Hizo zote ni porojo na ni uongo. How many natural disasters do you see in Africa? First of all, ukisoma katika Biblia pale mwanzo itakueleza kwamba God planted a garden ambayo aliita Eden, and he planted another garden eastward in Eden. So Eden, unajua vizuri, a river went out of Eden and from there it parted into 4 heads. Na river yenye inatoka Eden, katika Old Testament hakukuwa na kitu inaitwa lake. Zilikuwa zinaitwa tu river. Umeona? The river of Egypt, which is the river Nile. Kwa hivyo lake yenye unaita Lake Victoria, hii ambayo mmetaja majina za watu wengine, hii ndio river which went out of Eden in form of river Nile.
Alafu ukiunganisha hizi continent zote utapata Tigris pale juu. Unganisha hizi continent zote and remove the Mediterranean Sea, and you will see River Nile parting into four heads and watering the garden. The garden near area Israel, the Temple Mount. Tumeelewana vizuri? There is the Garden of Eden and there is the garden eastward in Eden, the eastern side of Eden. Umeona? Ambayo ni eastward eastward in Eden. Ukiunganisha hii continent yote ikuwe moja, assume hii map yenye imechorwa hii ya dunia ni round. Actually the earth is not round, it's flat. Sasa ukiziunganisha zote na utoe Mediterranean Sea, utapata ile river ilikuwa inatoka pale, which is the Lake Victoria. It is going out in form of River Nile, going to water the garden eastward in Eden. So nobody should deceive you or cheat you that a black man has been cast, because those are pure lies. Those are just lies, and in fact there are no purity in lies. Ni uongo mtupu. Kwa sababu Africa is the most blessed land ever. Africa ndio kuna kila kitu, kila aina ya plant, kila aina ya mifugo. Africa ndio kuna natural, vitu ziko natural. Hapo ndio tujakuwa tukikula vitu kama manyoka, tunakula crabs. Initially tulikuwa tunakula tu vitu ambavyo Mungu ametuwekea. Na Mwafrika ndio DNA yake iko na the sequence, the DNA sequence, the code yenye inaonesha kila kitu. Wewe ndio baba wa watu wote. Out of you unaweza pata mzungu, unaweza pata mchina, unaweza pata muhindi. Wale hawawezi zaa Mwafrika. Ukitoa Mwafrika katika dunia hii, the world will face extinction, because mzungu hawezi zaa bila kuolewa na Mwafrika. Hiyo damu yake itaendelea kuharibika na itaisha. Kwa hivyo wewe ndio hifadhi ya maisha ya binadamu. Mtu asikudanganya ya kwamba toa laana za mababu. Babu yako hajakukosea chochote. You curse your grandfather, the spirit of your grandfather, in the name of Jesus. Your grandfather has done nothing to you. Ni yule mkoloni alikuja, akakunyang'anya shamba, akakuweka mfanyikazi wake, ndiye akakupatia system yake, akakupatia mpaka magonjwa zake, ndio ukafika penye umefika. Ukachukua lifestyle yake. Tulikuwa tunakunywa uji, wewe umepewa chai na kahawa. What do you expect? Pressure. Tulikuwa tunakula mboga zetu za kienyeji, wewe umepewa cabbage, umepewa waru. Umeona? What do you expect? Ukienda penye watu wanakula waru zaidi na cabbage, huko ndo penye mapresha ziko zaidi. Umeona? Place yenye waru ni staple food. Tulikuwa na viazi vitamu. Tulikuwa na viazi vitamu. Tulikuwa tunakula mtama. Tulikuwa tunakula vyakula vyetu vya kiasili. Hiyo ndio ilikuwa inatuendesha mbele. Lakini sasa huyu mzungu amekuja, amekuchorea kwamba Mwafrika ni shetani ambaye ana pembe. Mwafrika ni yule shetani ambaye ako na pembe na mkia. Alafu Mungu Baba ni mzungu fulani mzee ambaye ako na ndevu. Alafu Mungu Mwana ni mtoto wake alafu sasa the dove, the white dove, hiyo ndio Roho Mtakatifu amekuambia hivyo. That is a brainwash. That is a brainwash, kwa sababu ukiangalia the culture, even the Jews was a black man. The original Jew was a black man. Jesus was a black man. Yesu hakukuwa mzungu. There is nothing uzungu ndani ya Yesu. Angalia maisha ya Yesu. Angalia culture ya Yesu. Angalia tabia zake za kuweza kuinteract na makabila na mainchi tofauti tofauti. Muisraeli hajafundishwa hivyo. Hebu angalia katika hiki kitabu cha Kumbukumbu la Torati, vile Mungu anapatia Muisraeli instructions. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapong'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, Mgigashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupitia kwako. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele zako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao, wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie
mwanao, mume, binti yake. Umeona? Yesu Kristo alipokuja alikuwa anaweza interact. Unakumbuka wakati wale Greeks wawili walikuja, "Sir, we would see Jesus." Yesu Kristo alikuwa anaweza interact perfectly na watu wote. Na hii culture amelelewa huku Afrika. Na Afrika, Misri, the ancient Egypt, si Egypt ya sahi. Hii Egypt ambayo imevamiwa na Syrians na wao wengine. The ancient Egypt was in Sudan. The Nubians. Hao watu wa hiyo area hao, Sudan, the former Sudan. Ukiangalia hiyo Egypt ya kitambo, huyu Abdel Nasser alipokuwa anajenga Aswan High Dam, ndiye alihamisha hizo vitu vya kitambo, mapalaces, akapeleka huko juu kwa museum. Kwa hivyo Egypt ilikuwa huku chini. Na wewe Mwafrika umekuwa na a lot of privileges. Na Mungu aliweka kila kitu Afrika, na Afrika haijalaaniwa kwa vyovyote. Haujasikia natural disaster yoyote. Haujasikia earthquake yote imepiga Afrika. Hujasikia yote. Hujasikia kimbunga kimekuja kimepiga Afrika. Haujasikia jambo kama hilo. Kwa hivyo tusidanganywe. Tusidanganywe, soma maandiko na uelewe. Hakuna kitu kama Mwafrika kufanya nini? Kulaaniwa. Yule alikuja, akachukua shamba yako, akakufanya ufanye kazi kwa hiyo shamba. Akakuachia system. Akakunyang'anya culture yako. Akaenda na akakupatia yake. Alikupokupatia culture yake ya kukula maswiti, mabolgam, mabiscuit, maweetabix. Alipokupatia hiyo culture, basi ulichukua mpaka lifestyle yao. That is why hizi magonjwa za pressure, diabetes, hizo hypertension hizo zinaletwa na hizo, they are lifestyle disease. Ukitaka kuua kansa, wachana na madawa, rudi kwa ile culture yako ya kitambo. Kula vyakula vya asili. Ukitaka kuishi miaka mingi, kula vyakula ambavyo Mungu amekuwekea zikupatie afya. Wacha kukuwa brainwashed. Usiwe brainwashed na mtu yoyote. Mtu asikuchoree kwamba yeye ndio Mungu na wewe ni shetani. Alafu wacha kukasma grandfather wako. Grandfather wako hajakufanyia chochote. Grandfather wako aliwacha kila kitu vizuri, akakuachia shamba. Mwenye amekuletea problem ni huyu mwingine. Huyu mwenye anakunyang'anya self esteem. Anakudanganya ya kwamba Mwafrika, anything black, black magic, black sheep. Na unasahau kwamba they put on those black robes in courts. Why do they do it? If there is everything about the black person, they associate kitu black, wana associate na Mwafrika kwamba ni mbaya. Umeona? Usidanganyike. Soma maandiko, uelewe. Asanteni.